Usije tunaenda. Haya, mtazamaji wa Channel 10, tumerejea tena hapa. Nilikueleza kwamba tutakuwa na ugeni kwa dakika hizi karibu 30 tuzungumze mambo ambayo yanatuhusu sisi wa Tanzania. Na kwa utambulisho tu ningeanza nao, niko na Sheikh Rajab Katimba, yeye ni katibu mkuu kutoka taasisi ya Al-Malid. Kadhalika niko na Suleiman Mbogo, naye anatoka taasisi hii ya Al-Malid. Tunao mambo mengi ya kuzungumza kwa dakika hizi 30. Karibuni sana ndani ya studio za Channel 10. Tunafurahia uwepo wenu hapa ndani kwa sababu pengine Watanzania wengi wangetamani kusikia mmekuja na kitu gani, kwa sababu mara hii mnatafutwa sana na vyombo vya habari, mseme kitu juu ya taifa letu hili. Lakini mtazamaji, kuwa zaidi tunazungumzia ni mchango wa viongozi wa dini katika kuhamasisha amani kuelekea Oktoba 29, na tunafahamu Oktoba 29 inafahamika Tanzania itafanya uchaguzi wake mkuu, mtazamaji, na tunafahamu kila baada ya miaka 5 Tanzania inafanya uchaguzi mkuu. Niwakaribisha sana ndani ya studio. Na pengine tuanze kwa kupata salamu za kutoka taasisi ya Al-Malid. Mambo yakoje huko? Karibu. Asante. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Taasisi ya Al-Malid ni taasisi kongwe mashuhuri ambayo ilipata usajili wake katika Wizara ya Mambo ya Ndani mwaka 1992 na 94 ikapata usajili wa kabidhi wasi mkuu ambaye baadaye ilikuwa ni RITA. Ni taasisi ambayo inajishughulisha na kuwazindua watu kwa ajili ya kumfahamu Mwenyezi Mungu ili wawe watu wa amani, kwa sababu kupitia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mambo yanakaa sawa. Dini zipo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunakwenda na malengo aliyotupangia Mwenyezi Mungu mwenyewe. Ndio. Naam. Na tunazungumza kwa habari ya mchango wenu ninyi viongozi wa dini kuelekea uchaguzi mkuu mwaka huu tarehe 29, na tukiwa tumesaliwa tu na siku 8 kutoka sasa ili Watanzania waende kufanya uchaguzi huu. Pengine taasisi hii ni kwa namna gani sasa yenyewe imeingia moja kwa moja katika uchaguzi huu? Ushiriki wenu ni kwa maana ya kwamba mnahubiri swala la amani na namna ya kuendelea kuitunza nchi yenu. Ninyi kwa upande huu mnaingiaje? Karibu. Ushiriki wetu ni mpana kidogo, kwa sababu ni taasisi ambayo kama nilivyosema kwamba ni kongwe na imeenea nchi nzima. Kila mkoa tuna viongozi na tuna makundi yetu. Haya makundi yanakwenda mpaka vijijini. Kama unavyofahamu kwamba swala la amani ni swala ambalo linatakiwa kila siku kuwa sensitize watu, hasa vijana ambao mathalan uchaguzi wa mwisho wa 2020 kulikuwa kuna vijana ambao walikuwa hawajawa qualified kuingia katika uchaguzi, ndio kutokana na umri wao. Lakini sasa hivi tunao. Kwa hiyo kazi kubwa tunayofanya pamoja na kazi za kijamii, lakini kwa sababu hili liko mbele yetu ndio habari za mjini. Sawa. Kuhakikisha kwamba tunawatayarisha Watanzania kwa hali yoyote ili waweze kujua kwanza umuhimu wa uchaguzi na kwamba ni haki yao ya kikatiba, lakini vile vile ili waweze kuchagua viongozi ambao wanaweza kujua kwamba hawa watawasaidia katika kuleta maendeleo ya nchi. Sawa. Bwana Suleiman, uchaguzi huu una mambo mengi na tunasikia vitu vingi sana huko, hasa mitandao. Nchi yetu ina bahati mbaya sana ya kwamba tuna kundi kubwa la watu ambao wana matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii na kuhamasisha mambo ambayo siku zote sio ya msingi. Likiwemo hili sasa limefikiwa zamu yake la kuhamasisha watu kuhatarisha amani ya nchi. Ninyi kama taasisi mliposikia hili mkaketi, nini mlitoka nacho kabla ya kuja kwetu sisi wananchi na kutueleza umuhimu wa amani ya nchi? Karibu sana.
Shukran kabisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Swali zuri sana. Sisi kama taasisi kwanza sisi tuna mwongozo ambao ni kitabu cha Qur'an, mwongozo sahihi wa maisha ya mwanadamu duniani na maisha baada ya dunia. Kitabu chetu kimeelekeza vizuri, na bahati nzuri sisi kama taasisi Al-Maldi, kama alivyosema katibu wangu mkuu, kwamba tumeenea nchi nzima. Yaani tunazungumzia mikoa yote, bara na visiwani. Kwa hiyo tunao wahadhiri mbalimbali ambao wanazunguka kila kona. Mimi mwenyewe nikiwa miongoni mwao ambao tumezunguka sehemu nyingi tu katika mikoa mbalimbali. Hasa pia kama tunavyoingia kwenye uchaguzi, tunaona kwenye mitandao kwamba jinsi gani watu wanavyoitumia vibaya. Na tumeona athari, kwa sababu sisi huwa tunatoka Tanzania, nje ya Tanzania tunaona pia nchi ambazo tunaweza tukaiga mifano, ikiwemo Kongo. Tunaona mfano kama Gaza kule, mazingira ni magumu sana. Kwa hiyo tumetumia fursa hiyo pia katika kuwahubiria wa Tanzania, yani wananchi, katika mihadhara yetu ambayo tulikuwa tukifanya ya ndani na nje, lakini sana tumehusika kuwaelimisha juu ya uwepo wa amani. Yani amani ndio tunu ya taifa, na ukiangalia Tanzania ina tofauti na nchi nyingine. Tumeona Kongo majuzi hapa, hata kuna baadhi ya matukio mbalimbali, na maana hata wanajeshi wetu baadhi wapo Kongo. Mimi nao hata rafiki zangu ambao tunawasiliana wanaeleza mazingira yalivyo. Kwa hiyo sisi kama taasisi tumetumia nafasi yetu ya kikatiba pia kuhakikisha kuwa amani na kuwepo, na tumefanya makongamano mbalimbali sehemu tofauti. Kwa hiyo tunaelewa umuhimu wa amani. Sasa naam, mnafanya mihadhara, manake mnawafikia wananchi kwa kuwatazama na kuzungumza nao, jamani kuna jambo hili, tuna jambo hili. Mapokeo yao yakoje katika maeneo yote ambayo umezunguka? Na vizuri zaidi ni kwamba mapokeo, watu wamepokea vizuri, kwa sababu watu huwa wanalishwa vitu ambavyo hawavijui. Unajua Watanzania sasa hivi wameelimika, vijana wengi wameelimika, wanaona. Na hata ukitazama sana mitandao, watu wanaowashawishi vurugu ni watu ambao wako nje ya Tanzania. Yaani wenyewe wamejificha sehemu ya amani, alafu huku wanashawishi machafuko. Sasa sisi kwa mfano, ukisoma Qur'ani surati Rum, ni sura ya 30 aya ya 41, Mwenyezi Mungu anasema Bismillahirrahmanirrahim, dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidi nas yudhiqahum ba'dha alladhi amilu la'allahum yarji'un. Kwamba Mwenyezi Mungu anasema uharibifu huwa siku zote unatokea barani na baharini, kwa maana ya visiwani na huku chikavi, lakini huwa ni ile iliyotangulizwa na mikono ya watu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu pia huwa anaweza akaleta hofu kuwafanya watu waweze kumrejea Mwenyezi Mungu, wawe na hofu ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kadri tunavyotoa mawaidha, unajua tofauti ya sisi viongozi wa kidini na viongozi wa usalama, sisi huwa tunaongea na nyoyo za watu. Kwa hiyo ndio maana viongozi wa dini wakiamua kuhamasisha amani, watu wengi wataelewa. Kwa sababu viongozi wa dini wakitumika kuchafua amani, rahisi sana kuchafuka, kwa sababu wanaingia katika mioyo ya watu. Kwa hiyo serikali ina uwezo wa kulinda viwiliwili vya watu, lakini viongozi wa dini tunazungumza na roho za watu. Kwa hiyo wengi wanahamasika sana na wanajua umuhimu wa amani, kwa sababu pia tuna sehemu za kujifunza kulingana na matukio yanavyojitokeza. Na sasa hivi kwa sababu ulimwengu uko wazi, utandawazi, kila kinachofanyika nje watu wanakiona kwenye mitandao. Kwa hiyo tumejitahidi sana kufanya, na hata majuzi nadhani tulifanya press pale, ilikuwa tarehe 17 tulifanya press, lakini bado pia tuna tukio kubwa ambalo tunategemea kulifanya siku ya Ijumaa, ambao tutawakusanya sasa wale wahadhiri wetu na wawakilishi maamiri wa mikoa yote, kwamba tutakuwa nao pamoja kufanya majumuisho ya yale ambao tumeyafanya pale kitaifa, lakini tutafanya mikoa yote na viongozi wote wa mikoa maamiri tutakuja kufanya nao, ili tutakapokuwa tumemaliza sasa warudi kwa ajili ya kujiandaa na upigaji wa kura. Sawa. Naam. Sheikh Rajab, kwa ufupi sana kabla tujaenda kwenye hii shughuli ya Ijumaa ambao ndio imetuleta pia hapa tuweze kuzungumza. Kitabu kitakatifu kinaongea nini kuhusu kwa habari ya uongozi wa taifa fulani? Unajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jinsi anavyoleta message kwanza kwa watu wake. Analeta message, maana tunapozungumzia dini tunasema kwamba dini ni maneno ya Mwenyezi Mungu ambayo yanakuja kwa jamii ya watu wakati tofauti.
kupitia katika ndimi za wateule aliowateua, mitume wa Mwenyezi Mungu. Na sisi kama Waislamu ndio maana tunaamini mitume wote, na mitume wote message yao ilikuwa moja tu, kwamba hakuna anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja ambaye ni Allah, na huyo ndio ambaye ametoa instruction kwa hao mitume kutuletea sisi kwamba tupendane, tuwe na amani, kwa sababu hata huyo Mwenyezi Mungu tutamwabudu vipi kama amani hakuna? Mtu umejificha ndani, hutoki, hufanyeji, hutafuti riziki, kwa sababu tunapozungumzia ibada sio kwenda msikitini tu au kwenda makanisani, lakini hata kutafuta riziki yako ya halali ni ibada. Hiyo ibada utaifanya, utaishi vipi katika? Kuna sehemu ambazo ukienda haya mambo unayaona moja kwa moja. Yani mtu naishi, wewe mwenyewe hujui unaishi vipi, hujui mkeo yuko wapi, baba yuko wapi, mama yuko wapi, watoto wako wapi. Sasa neno amani ni neno zito sana, na ni neno ambalo kuna baadhi ya watu wanajaribu kuliweka katika vigezo kwamba unajua kama hakuna haki hakuna amani. Haki gani unayoisema? Kwa sababu haki ni swala jingine na amani ni swala jingine. Kweli haya mambo yanakwenda vizuri, lakini ukitegemea kwamba iwe 50-50, sio utaishi wapi duniani? Kwa sababu dunia yote ndio iko namna hiyo. Sawa sawa. Sheikh Rajab, Ijumaa tunafanya nini Al-Malid na sisi wahudumiwa wa Al-Malid? Sisi kazi hii tumeianza muda mrefu kidogo. Ndio. Wakati tulipojua kwamba tunapoingia 2025 ni mwaka wa uchaguzi, hatukuangalia Oktoba kwamba iko mbali kiasi gani. Tulielekeza, mimi hasa nikiwa katibu mkuu, kwa walengwa wetu ambao ndio wanapeleka message kwa watu kwamba hili jambo lianze mwanzo kabisa. Sasa Ijumaa ndio tuna finalize. Kama ulivyosema kwamba bado siku 8, lakini sisi siku 8 tunaziona kama mwaka. Kila dakika katika hizi siku 8 ni muhimu kwetu, na ndio maana utakuta kwamba tarehe 28 itakuwa ni Ijumaa. Kutakuwa bado mbele kuna siku 4 ya 5 ndio kupiga kura, lakini ni muhimu sana kwetu. Tunataka tuendelee kuwa remind watu, na hasa vijana ambao sasa hivi ndio mara yao ya kwanza kupiga kura, na wazee wengine pamoja na vijana, kila mtu anahusika mwenye akili timamu kuhakikisha kwamba tumtafute kiongozi ambaye tunaona atatufaa katika nchi yetu. Kwa hiyo hili jambo Ijumaa tunafanya, tunaita maamiri wote wa mikoa, tutakuwa nao, tutakaa nao. Siku watakuja mapema kidogo, kuanzia Jumatano, Alhamis mpaka Ijumaa watakuwa wako hapa, unaona, ili tuhakikishe kwamba sasa wanaporudi mikoani kwao wanakwenda sasa kumalizia, kufinalize, manake ni kama finali, ili mpaka itakapofika siku ile ya uchaguzi ambayo ni tarehe 29, kila mtu awe anajua nini makusudio ya uchaguzi na anapaswa kufanyaje. Asifanye makosa kuchagua mtu ambaye anajua haweza kumsaidia katika maisha. Sawa sawa. Suleiman, katibu mkuu hapa amezungumza kwa habari ya wale vijana waliofikisha sifa mwaka huu kupiga kura na wamejiandikisha. Hao mnasema nao nini? Kwa sababu ni moja ya watu ambao wanapokea sana kutoka kwenye mitandao ya kijamii na vijiwe vitu, na wana mihemko sana. Mnapokuwa mnazunguka huko na kuzungumza nao, najua huko mnapata nafasi ya kuongea nao na wenyewe kwa nafasi yao. Mnawaambia nini? Kwanza bahati nzuri kwa kama alivyosema katibu wangu kwamba hii kazi tumeanza nyuma zaidi. Yaani watu wao walikuwa wanalenga Oktoba 29, sisi tulianza nyuma zaidi, na sehemu kubwa ambayo tulikuwa tukiwaeleza ni kwamba uchaguzi, kwa sababu hatuishi mbinguni, tunaishi duniani. Kwa lazima tushiriki katika uchaguzi kwa mujibu wa katiba yetu inavyoturuhusu, kwamba kila kijana akifikia umri ambao wa kujiandikisha anajiandikisha na anatakiwa kwenda kupiga kura. Sasa kwa sababu vijana wengi sana wanaishi kwenye mitandao, na tumezungumza zaidi kuhusu swala la kupiga kura, kwa maana unamomchagua mtu, una maana usipoenda kuchagua utachaguliwa usiyemtaka. Kwa hiyo lazima washiriki. Kwa hiyo tumefanya kazi hiyo ya kuwaelimisha, kwa sababu sisi bahati nzuri tunakuwa na mifano ya aya na hadithi. Kwa hiyo wanakuwa natuelewa zaidi. Kwa mfano, kuna hadithi moja Mtume SAW inapatikana katika Sahih Bukhari juzuu ya 4. Mtume SAW anasema la yudahul mu'min min juhri wahidi marratain, kwamba muumini wa kweli huwa hawezi kugongwa, yani kama na nyoka, katika shimo moja mara mbili. Kwa hiyo huu ni mfano kwamba Mtume SAW ametuelekeza. Kwa hiyo kama kuna sehemu unaona kuna wenzenu waliteleza, alafu na nyinyi labda shimo hilo iliingiza mkono akagongwa na nyoka,
alafu na wewe ukaenda ukaingiza ukagongwa na nyoka, basi huyo sio muumini sahihi. Kwa hiyo tumeona mifano kama tulitolea Kongo, Gaza. Kwa hiyo vijana wanaelewa, na bahati nzuri ujumbe unapofika kama ulivyosema, sisi watu wa dini huwa tunaongea na mioyo ya watu. Ujumbe umewafikia vizuri na wengi wamesapoti. Vijana wengi wametuhakikishia kwamba tutaenda kupiga kura kwa amani kabisa. Na hili ni jambo ambalo tunashukuru kwamba kwa sababu tunapoondoka huwa tunaomba dua. Umeomba Mwenyezi Mungu kwamba wale tunaoyafikisha wafikie na yawe na manufaa kwao. Na Mwenyezi Mungu anatusaidia katika hilo. Vijana wengi wanaelewa. Na si vijana tu, ni rika tofauti tofauti zile ambazo zishafikia wakati wa kupiga kura. Sawa sawa. Katibu Mkuu, tuna dakika chache sana. Na tunafanyia wapi shughuli? Pamoja na kwamba umetaja kutakuwa na viongozi wa ngazi tofauti tofauti katika dini, tunafanyia wapi? Lakini hata sisi ambao hatuna vyeo, ni waumini ambao mmekuwa mkisema na mioyo yetu na kututibu kiroho, tunashiriki vipi? Mnakaribishwa sana. Tuna sehemu mbili ambazo ndio bado tunaangalia, manake na uchumi nao inakuwa tabu kidogo, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutafanikiwa. Tunataka tufanyie Diamond Jubilee, kwa sababu Diamond itakuwa ni conducive kwa kila mtu kuja, lakini kama hali itakuwa ngumu kidogo kiuchumi, tutakuwa hii hoteli inaitwa Royal, zamani ikiitwa Travertine, iko Magomeni pale. Hapa ndo utapokuwa. Ni sehemu kubwa tu nzuri, wala haina wasiwasi, kwa sababu ni message ambayo ni muhimu sana. Maana tuna compile almost kila ambacho tumekuwa tukikihubiri sasa kikatekelezwa, kwa sababu mwanadamu ana tabia ya kujisahau. Kwa hiyo mnakaribishwa sana. Sisi tunapozungumzia Al-Malid hatuzungumzii Waislamu. Na ndio maana hata tafsiri yenyewe yetu ya Al-Malid ni taasisi ya kuwazindua watu walioghafilika na dini. Kwa unazungumzia, mnasema na dunia. Exactly, ni kila mtu, kwa sababu mwanadamu kawekewa shetani, na shetani yuko kazini 24 hours. Ukicheza basi yeye kazi yake yeye ni kupiga ni kukughilibu, tukisha ghilibika unajikuta unafanya mambo ambayo kwa amani umeshaisahau. Atakwambia bwana, hapa haiwezekani kwa sababu hapa hakuna haki, hakuna nini. Unavutika, na ukivutika basi hatari imesha. Kuna sehemu mimi nimefika kama Sudani, ukifika Sudani utashangaa. Unaona? Hajui mtu jua limetoka sangapi, limetua sangapi. Unaona? Kwa hiyo kuna mambo ambayo kweli yanaweza kurekebishwa kama nchi, lakini namba moja kwanza ni amani. Through amani kila kitu kitakaa sawa. Lakini tukicheza hapo tumekwenda na maji. Sawa. Na nje ya hiki ambacho mtakifanya, kutakuwa na shughuli zingine tofauti kidogo kwenye shughuli hiyo siku hiyo Ijumaa? Shughuli ya Ijumaa, pamoja na kutuambia swala la amani, kutuhubiria mambo mengi mengine, na kuna mengine ambayo tutakuwa pale ya kuyafanya ya kijamii, pengine kukumbushana kwamba sisi wanajamii tunatakiwa tuishi kwa pamoja. Kwanza kwa taarifa yako ni kwamba mimi mwenyewe ni members wa kamati za amani ambazo zinachukua watu wote wa dini zote. Unaona? Kama wanadamu sisi ni familia moja. Wote tumetoka kwa baba yetu Saidina Adam ambaye ndio source. Unaona? Hata mama yetu mwenyewe naye katoka kwa huyo Adam. Unaona? Kwa hiyo shughuli ya kwanza ambayo tutafanya kabla ya kukutana kwanza ni invitation, ambayo mpaka sasa hivi tunaendelea kuhakikisha kwamba groups zote na denomination zote, dini tofauti, tunakutana. Unaona? Kwa sababu kuna wengine wawili watatu unaweza kukutana nao anakuambia bado unajua bwana nchi yetu sijui imekuaje. Mfano mzuri kama huko Mbeya, nilikuwa nasoma kwenye mitandao, kuna mpaka padri alijiteka. Can you imagine? Alijiteka, lakini ilikuwa ni story kubwa sana ambayo ilisababisha kuleta taharuki katika jamii. Lakini at the end of the day Mwenyezi Mungu amejalia ukweli ukajulikana. Sasa kuna watu kama hao. Kwa hiyo mbali na shughuli ya tamko la mwisho tutakalolitoa, lakini ni kuhakikisha vile kwamba message hii imefika mpaka huko chini, ili tunapofika tarehe 29 iwe ni kazi ya kupiga kura, kumchagua mtu ambaye unaona atakusaidia katika maisha, kiongozi bora. Ndio. Suleiman, tunamalizaje hapo na dakika moja tu ya kuweza kuzungumza na Watanzania, kwa sababu Al-Malid haimsaidii Muislamu peke yake. Haimhudumii Muislamu peke yake. Mnazungumza, mnamhudumia Mkristo,
mnamhudumia yule asiyeamini chochote Naam. kwa habari ya Ukristo wala Uislamu. Yupo tu. Karibu. Kwanza vizuri kama alivyosema katibu wangu mkuu kwamba Al-Maldi ni taasisi ya kuwazindua watu walioghafilika katika dini, yani kumjua Mwenyezi Mungu. Na bahati nzuri sisi tuna nembo ile Al-Maldi ina vitabu vinne, kuna Qur'ani, kuna Taurati, Zaburi na Injili. Ndio. Kwa hiyo sisi tunazungumza. Kwa mfano, ukisoma kitabu cha Ayubu sura 22 aya 21 nasema mjue sana Mungu ili uwe na amani. Kwa hiyo tunaamini kwamba watu wakimjua Mwenyezi Mungu ndio amani inakuwepo. Kwa hiyo kwanza uzuri wa hilo ni kwamba sasa hivi tunakoelekea kwenye uchaguzi, kwanza tumewaandaa watu kwamba kwanza wajiandae kwa ajili ya kuwa utayari wa kwenda kupiga kura, kwa sababu wasidanganywe na mitandao. Watu wa nje wanawadanganya, kuna watu wanashawishi maandamano, lakini mimi naamini kwa uhakika kabisa hakuna Mtanzania anaweza kuandamana, kwa sababu wanaoshawishi wako nje ya nchi, wenyewe wamejificha. Kwa hiyo sehemu kubwa sana ambayo tumeifanya hasa katika kumalizia ni kwamba watu wajiandae kwa ajili ya kupiga kura, na ukishapiga kura basi rudi nyumbani, tulia kwa utulivu, matokeo yatapatikana tu. Na naamini kwanza ukiangalia serikali hii ya awamu ya 6, kusema kweli demokrasia ipo. Na ndio maana vyama vingi vinashiriki. Na sijawahi kusikia vurugu yoyote tangu wameanza kampeni. Bahati nzuri mimi nimetoka mikoani. Nishakutana baadhi, hata misafara ya mgombea wa CCM Mama Samia Suluhu Hassan nimekutana nao. Lakini ukienda ukisikiliza watu, mfano nilikuwa Kilimanjaro juzi tu kwa ajili ya kazi zetu za kulingania na kuelimisha watu. Nilikuwa maeneo ya Usangi, lakini bahati nzuri ndio mama anapita na njia ile akiwa anakuja maeneo ya Mwanga. Ukiwasikiliza watu, kusema kweli watu wanashawishika sana kulingana pia na kazi alizozifanya Mama Samia. Ziko wazi. Sawa. No, ziko wazi kabisa. Yaani kitu ambacho sio cha kuzungumzia pembeni. Vitu viko wazi kabisa. Kwa hiyo tuna uhakika kwamba uchaguzi utakuwa wa amani na tutamaliza kwa salama, kwa sababu kuna maisha baada ya uchaguzi. Nashukuru sana Suleiman. Katibu mkuu, kwa sekunde chache tunamalizaje ujumbe wako? Kumaliza, sisi ni kutoa wito kwa Watanzania. Tanzania ni yetu na hatuna mahali pengine. Tuachane na propaganda nyingi hasa zinazotoka nje ambazo kwa kweli hazitutakii mema. Kikilipuka hapa bwana, watakaopata shida ni sisi. Wazuri watapata shida na hao wabaya nao watapata shida. Kwa hiyo tuwe na subira, uchaguzi upite, maisha yaendelee. Kama kuna mtu ana maoni yake anataka labda yarekebishwe wala au kuweka mambo sawa, hilo jambo linawezekana na halina tabu. Lakini kwanza mizani ya kwanza iwe ni imani, hili jambo lipite, halafu tuendelee na maisha katika nchi yetu. Mimi nawashukuru sana kwa kuweza kufika hapa. Najua kwa dakika hizi 30 tumezungumza hapa, kuna ujumbe mkubwa ambao umezungumzwa. Na ni imani yetu sote tutajitokeza kwa wingi katika yale maeneo ambayo umetutajia tujitokeze siku ya Ijumaa. Nilikuwa na Sheikh Rajab Katimba hapa, ni katibu mkuu taasisi ya Al-Maldi. Tumesikia majukumu ya taasisi hii, lakini pia Suleiman Mbogo ambaye pia katokea taasisi hii ya Al-Maldi, ndio anafanya kazi kubwa ya kuzunguka nchi ya Tanzania na nje ya nchi kwenye kusaidia huu ulimwengu. Hawa ndio kimbilio, mtazamaji. Uwe na dini ya Kiislamu, sio Muislamu, uwe ni Mkristo, sio Mkristo, vyovyote vile ndio taasisi za kuzikimbilia ili kuweza kutunyoosha sisi kiroho. Naitwa Emily Lazarus, mtazamaji. Hivi punde nitarejea, endelea kuwa nasi.